Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tutaangalia vitu viwili. Siku ya leo Bwana amenisemesha tuvijadili, lakini vinatokana na mstari wa Efeso ile sura ya 6 na kuanzia ule mstari wa 10. Halafu baada ya hapo tutavijadili hivyo vitu viwili. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaona mapepo yanatambulishwa, na wakuu wa anga ama wakuu wa giza wanatambulishwa, wakielezwa kwamba wanabeba ajenda mbalimbali kwa ajili ya kuleta kwa mtu. Alafu yule mtu hazioni zile ajenda kama wanaohusika ni mapepo na wakuu wa anga na wakuu wa giza. Anaanza kupigana kibinadamu kabisa. Lakini kuna vitu viwili ambavyo tunataka tuviangalie. Yamkini navyo ulikuwa unapigana navyo kama kibinadamu kabisa, kumbe vinatokana na mstari huu wa Efeso, kwamba yapo majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho yakiratibiwa na wale wakuu wa giza ili kuweza kufanya uharibifu kwako. Sasa nataka tukaangalie roho ya kusahau. Roho ya kusahau ni roho ambayo inatoka kwa giza. Nimesema ni roho kwa sababu sio kitu cha kawaida. Kusahau, ukikiangalia kama ni kitu cha kawaida, ujue umepotea katika mlengo wa kuangalia mambo ya kiroho. Kwa kusahau, yapo mapepo ambayo huwa yanakuja kumvamia mtu alafu anaanza kusahau. Sasa tunaangalia haya mapepo yanapoleta hali ya kusahau yanaleta nini? Yanaleta roho ya kucheleweshwa, lakini ni roho yanaleta muda mwingine roho ya umaskini. Unakuta unasahau vitu vya muhimu, halafu vitu visivyo vya muhimu unavikumbuka. Yani unasahau mambo ya faida, mambo ya hasara unakumbuka. Unasahau mambo ya utakatifu, mambo ya dhambi unakumbuka. Yani unajikuta unasahau vitu vya muhimu, halafu vibaya unavikumbuka. Ujue hizo ni roho chafu ambazo tutaenda kushughulika nazo leo. Yamkini naweza nikawa naongea na mtu hapa ana tabia kusahau mara kwa mara. Unajikuta unasahau tu, halafu unakuja kukumbuka baadaye tukio hilo limesha kupita. Ujue ni roho chafu kutoka kwa adui. Tutashughulika nayo. Na wewe ambaye una tatizo la kusahau, ujue ya kwamba kuna giza lilikuwa linakuchelewesha. Lakini namba 2, tutaenda kuangalia kupoteza focus. Sijajua kwa Kiswahili nitumie lugha gani, lakini kupoteza concentration, kupoteza focus, kwamba unaangalia kitu fulani, kwamba leo kazi yangu mimi katika maisha haya niangalie kwanza familia, ama niangalie kwanza uchumi, ama niangalie kwanza afya. Yani kuna namna ambapo unapoteza mwelekeo wa kuangalia kitu ambacho natakiwa kukiangalia. Hiyo ni tekniki mbaya sana shetani huwa anaitumia, halafu unajikuta umepoteza focus. Na kama ni miongoni mwa watu ambao huwa wanapoteza focus, asubuhi ya leo ninaenda kuomba na wewe, halafu taona maisha yanarejea. Kupoteza focus, unaweza kupoteza focus ya maisha. Umejikuta tu mambo ya muhimu huyafanyi, wala sio kwamba unayasahau, unayajua lakini huyafanyi. Umepoteza focus, unaangalia mambo mengine. Ndio unakuta mtu anaangalia vitu vingine, afu anajiuliza hivi huyu amepoteza focus. Unakuta mtu anakuja anasema nataka kujiua kwa ajili ya mahusiano. Cha kwanza unajua mtu amepoteza focus kwamba kuna zaidi ya mahusiano, lakini kwa sababu ameangalia mahusiano kama ndio kila kitu, yuko tayari hata kujitoa uhai wake kwa ajili ya hicho. Kwa unajikuta huyu amepoteza focus. Kuna aina ya maombi anahitaji kuwa naye. Lakini unakuta mtu amepoteza focus, yani baada ya kutafuta fedha, yeye
yuko tu kwenye kila siku yeye ndio mshenga tu, akitoka mshenga hapa anatoka, yani yuko busy na mambo ambayo yani hali yake ya uchumi ni mbaya, lakini yeye yuko busy tu na vikao vya harusi, ametoka hapa ni mwenyekiti wa kamati hapa, yani unajikuta yuko busy na vitu fulani. Alafu unajiuliza, hivi huyu anafanya kazi saa ngapi? Mbona huyu hali yake ni ngumu sana, lakini anategemewa sana kwenye mambo ambayo kimsingi hayamuingizii faida. Kwa unajua huyu amepoteza focus ya maisha na ni adui. Anakupa utaalamu mzuri wa kuwa mwenyekiti wa kamati ya harusi kuliko kutafuta fedha. Unajikuta unayafanya mambo harusi mpaka yanakamilika kubwa, lakini wewe kukamilisha mradi wako tu wa kuuza dagaa imekuwa ni ngumu. Unajikuta hapo usipoangalia unaweza kaona umepoteza focus na haujielewi. Sijasema kwamba ukiwa nimetolea tu mfano, sijasema ni vibaya, nimetolea mfano. Lakini tunaona Shetani na majeshi yake na majeshi mapepo yale, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, tunaona yanavyopotezaga focus hata mtu akiwa kwenye maombi. Unaweza kuwa kwenye maombi ghafla ukapoteza focus. Na ndio maana juzi nilituma clip moja nikatoa maelekezo, mambo muhimu. Nikasema unapoomba hakikisha kwamba una prayer point zako umeziandika. Unajua maana yake ni nini? Kuna watu wanasema mimi situmii prayer point, roho Bwana atakachonielekeza huko nitakiomba. Unaye huyo roho Bwana namba moja. Je, unaweza kumshikilia roho Bwana kwenye maombi yako mwanzo hadi mwisho, shetani akitumbukiza la kwake ukabaki umemshikilia roho Bwana? Ni swali la pili la muhimu sana. Lakini kama unadhani ya kwamba kuna nyakati unazidiwa, ili uweze kumshinda shetani asikupotezee focus wakati wa maombi, andika prayer point zako. Unajikuta unaenda kwa mtiririko mzuri wa maombi yako, halafu unajikuta hautoki kwenye mada. Unaweza kujikuta unaenda unataka kuombea kitu fulani, mpaka mwisho wa maombi unakuta umeombea vitu vingine. Kwa unajikuta ulipoteza focus, na anayefanya hivyo sio akili yako, ni shetani anaingia kwenye akili yako, anakupoteza kabisa. Anakupoteza. Unakuta muda mwingine unaomba vizuri. Hivi inatokeaga nini katikati ya maombi mtu anaanza kuomba toba? Wakati alishaanza kuomba maombi na yuko kwenye mtiririko, afu ghafla anaanza kusema Mungu lakini unirehemu mimi, unitakase mimi. Ujue shetani ameshapitisha kawazo hapo shwap kwamba wewe ni mwenye dhambi. Tayari unahama kwenye point, unarudi tena kuomba toba. Unajikuta shetani muda anakuchezea tu kwenye maombi, kwa sababu unatakiwa kutopoteza focus. Lakini pia unaweza ukapotezewa concentration ama focus kwenye timing. Yani kwamba timing naeleza kwamba mambo ya muda shetani akakupotezea focus kwenye mambo ya muda, ambayo na leo tutaombea hapa. Biblia inaeleza kwa habari ya kuukomboa wakati. Tunapoukomboa wakati, unakuta kuna baraka za kila dakika ambazo shetani akikuchezesha unaweza kujikuta baraka hizo zinakupita. Kuna baraka za kila saa, akikuchezesha shetani kwenye muda usifanye anayokupasa ubebe, hizo baraka zinakupita. Kwa hiyo shetani pia huwa anacheza na focus ya muda, anacheza timing yake. Unajikuta wakati wa kuomba hauombi, upo unaangalia movie. Wakati wa kusoma neno husome neno, uko unafagia ndani. Wakati wa kutafakari neno hutafakari neno, unawaza mambo mengine ambayo sio tafakari ya neno. Unapotezewa timing ya kufanya mambo ili uweze kutembea kwenye baraka za wakati ulioamriwa, kwa sababu kila wakati una baraka zake. Kila wakati una baraka zake. Na ndio maana shetani muda mwingine unakuta tunatuma ibada za wakati ulioamriwa. Ukikuta ibada ya wakati ulioamriwa, fungua hapo. Yamkini hiyo ibada ni ya kwako, inakuepusha na ajali ya dakika 25 mbele. Kwa hiyo ni lazima mtu ajue ibada ya wakati ulioamriwa. Jitenge, hata kama ulikuwa unapiga story, isikilize kwanza. Zile ibada huwa haziji kwa ratiba, bali huwa zinakuja kwa taarifa ambayo roho Bwana anaiachilia. Kuna mtu anamuokoa, kuna mtu anamponya. Unaweza kawa ni wewe, anaweza kawa ni mwingine, lakini vyema kuisikiliza hapo. Mtu mmoja alinifurahisha sana, akatoa ushuhuda akasema, baba, nilikuwa naendesha gari, ghafla ikaingia ibada ya wakati ulioamriwa. Nikapaki gari pembeni, nikaisikiliza ile ibada. Ananiambia kwamba yani ana calculate muda aliotembea, ameiona ajali mbaya. Anasema hii ajali hii, na kama nisingeisikiliza ile ibada
ingekuwa ni ya kwangu. Hii ajali yani lazima ingekuwa ni ya kwangu. Akasema kwa sababu gani? Akasema kwa sababu ile ibada wakati ulioamriwa ilikuwa imekemea roho ya ajali, imekemea roho ya ajali. Halafu ameendesha muda kitambo kidogo, amekutana na ajali mbaya ambayo unajiona kabisa watu wanakusanyika, imetoka kutokea sio muda mrefu. Akasema kumbe ni vyema sana kuzisikiliza ibada kwa wakati ulioamriwa. Nadhani nilishaitumaga huo ushuhuda, nadhani mwaka jana mwanzoni nyuma huko nilishawaituma. Kama ulipitwa na zile shuhuda ama upitii zile shuhuda ni muhimu sana kuzipitia. Kama ulikuwa upiti basi nikushuhudie kwa hivyo. Kwa hiyo unakuta shetani muda mwingine huwa anacheza na timing. Hasa nataka niangalie mambo manne hapa kwa haraka. Anacheza na timing kwa namna gani? Mfano wa kwanza wa kucheza na timing pia, kipindi una hasira kali, unapotezewa focus. Ujue ni timing. Ule muda ambao wewe uko na hasira, kuna vitu vinapitishwa katika ulimwengu wa roho visiwe vya kwako. Kipindi una hasira, uwe unakuwa mtu uko najis, hauna uwepo wa Bwana. Shetani anapitisha mambo muhimu ambayo ya kwako, anayapitisha yaende. Kwa hiyo unajikuta unapotezewa focus hapo. Lakini pia unajikuta kipindi cha maumivu makali ya moyo, una uchungu. Unaanza kuwaza uchungu umesababishwa na nani? Kwa nini mume wangu amenifanyia hivi? Kwa nini mke wangu? Kwa nini rafiki yangu? Kwa nini bosi wangu? Kwa nini anafanya? Kila kipindi huwa ni kipindi ambacho moyo wa wanadamu unapokuwa katika uchungu, Mungu huwa anashindwa kuwasiliana na ule moyo. Kwa hiyo unakuwa kwenye unajisi kipindi hicho. Shetani anapitisha vitu vingi ambavyo anakupitisha usikutane navyo. Kwa hiyo kipindi una uchungu ni jambo la muhimu sana kuangalia kwamba ni nini kinapitishwa hapo. Kwa pambana na hiyo hali ya uchungu kiroho, omba msaada wa kiroho. Kama umeshindwa kupambana peke yako, pambana mpaka kuhakikisha kwamba unaondoka kwenye hiyo shida ili uweze kutengeneza mwenendo wako mzuri, usipotezewe muda. Lakini la tatu, kipindi ambacho na mawazo mengi. Una mawazo mengi sana, yani unasema hivi, nina msongo wa mawazo. Kipindi cha msongo wa mawazo huwa mara nyingi sana unapoteza focus ya kimungu, ambayo kupitia mawazo yako unajikuta unaondoka kwenye mlengo wa Mungu kufanikisha. Wale watu ambao mna stress, umekaa muda wote unawaza, unaona kama uko nyuma, unaona kama umechelewa, unaona kama kuna nyakati unawazishwa mambo ambako unajikuta unaanza kutafuta plan B. Ujue tayari hapo umepoteza focus. Na ni kuambia ukweli kabisa, unaweza ukapoteza focus kama haushtuki haraka ama haujashtuliwa haraka. Unaweza ukajikuta umefanya maamuzi mabaya ambayo hujawahi yafanya. Nilishawahi toa ushuhuda miaka ya nyuma kwa manufaa ya wengine. Kuna nyakati nilipitia kipindi kigumu sana, halafu cha uchumi, nikawaza nikasema hivi nifanyaje? Baadaye nikasema wacha labda nianze kutengeneza karanga niwe nazipitisha kwenye masupermarket. Baadaye nikasema wacha nianze kulima mchicha kwenye eneo langu, labda naweza nikaanza kuuza. Yani nimepoteza focus, nimeshuka chini kabisa, chini hata ya viwango ambavyo natakiwa kuwa navyo. Halafu baada ya hapo nikaanza kulima mchicha. Nilivyolima mchicha ukastawi kweli kweli, nikawekeza nguvu hapo kabla sijafanya hata research. Kipindi nakuja kuuza ule mchicha, najua hapa sasa nitauza hela kubwa. Wale wa mama wanaokuja kununua mchicha wanasema taratibu yetu huwa tunanunua mchicha kwa tuta zima, na hili kila tuta tunanunua shilingi 2,200 sio 2,500. Nikasema unasemaje? Yani mchicha wote huu matuta yako kama 30-40 kwa 2,500, ni kwamba hata laki ngapi, hata 100,000 haifiki. Yani kajiuliza, na nguvu nilizowekeza na maji niliyomwagilia, nikasema sikilizeni, nawapa bure. Chumeni, ondokeni. Wakachuma wakaondoka. Nilijifungia chumbani, kwenye chumba changu cha maombi. Nilimwambia Mungu, sitoki hapa mpaka useme. Sitoki hapa mpaka useme. Lazima unieleze ni wapi. Nikarudi kwenye mlengo sasa. Nikarudi kwamba badala ya kuomba, mimi nilikuwa na mawazo mengi, fikra nyingi juu ya mapito yangu, mpaka nikajikuta nimeingia kwenye choice ambayo haifanani hata na status yangu kwa kipindi hicho.
Huwezi amini, nimekata tu na maombi yangu ninayamaliza tu, simu inapigwa ya mkataba mkubwa sana kutoka South Africa. Wananiuliza, mbona tumekutafuta kwa muda mrefu upatikani kwenye simu? Mbona tumekutafuta sana? Na mkataba ulikuwa ni wa mamilioni mengi sana. Nikamshangaa Mungu kweli kweli, na nilimwambia mke wangu na watoto wangu, msinigongee wala mpaka Mungu atakaposema na mimi. Kwa hiyo nilimshangaa sana Mungu. Kumbe ukirudi kwenye focus, ukarudi kwenye mtazamo wa Mungu, Mungu anajibu. Kwa toka kipindi hicho, miaka hiyo, Mungu alinitoa kwenye hiyo season ambayo ilinipitisha karibia mwaka 1.5. Nikatoka nikaingia kwenye mlengo mwingine, season nyingine ya ajabu ambayo sikuwahi kuifikiria hapo kwanza. Nikamshukuru Mungu hapo. Wakaniambia, kesho andika invoice, wakanipa maelekezo swini na nini, tunatuma advance. Ikaingia fedha kubwa ya advance. Nikamwambia mke wangu na watoto wangu, hebu twende tukale kwanza, kwa sababu ilikuwa imefikia kipindi nilishapoteza mwelekeo. Kwa unajikuta mawazo mengi yanaweza kukufanya ukaanza kuwaza hata chini ya kiwango chako, ukajikuta umepoteza focus. Lakini la 4, kipindi ambacho uko kwenye ugomvi na mtu, ambapo upo kwenye ugomvi na mtu, unapoteza focus yako kiroho. Mfano, una ugomvi na familia yako, na mke wako na mume wako, una ugomvi na majirani, una bosi wako kazini, una ugomvi na marafiki zako. Kipindi hicho mara nyingi focus huwa inapotea. Sasa nimeyaongea haya yote, ninaomba niombe, lakini nikilenga kwenye mambo mawili ambayo ni prayer point yetu ya leo. Roho ya kusahau na kupotezewa focus ni prayer point ya pili. Roho ya kusahau ni ya kwanza, roho ya kupotezewa focus ni ya pili, ambapo nimeeleza haya yote kwa ufupi, na najua kuna namna Mungu atakuwa amekuhudumia. Basi nataka niende nikamuombe Bwana, ili nyakati unapoona una ugomvi na marafiki zako na mume wako na ndugu zako, unakuta familia fulani na ugomvi muda wote, vikao vile vikao, msidhaniagi kwamba ni vya mapatanisho. Mjue kuna mtu anapotezewa focus yake hapo. Ujue kabisa kuna vitu vinaondolewa, concentration ya kimungu inaondolewa. Unapewa focus kwenye vikao vya familia, uite mjomba, mnalipa nauli mjomba aje kusuruhisha. Baada hapo mjomba amekaa siku 3-4, inabidi uende ukamnunulie sui nini, arudi kijijini. Mmegombana tena, mjomba tunaomba arudi aseme alisemaje wiki iliyopita. Yani unajikuta mnapotezewa focus pasipo kujijua. Sasa nataka twende tukakomboe hivi vitu viwili, tukafanye maombi ya kukomboa hivi vitu viwili. Na nitaomba sasa hivi, kuna mtu mmoja mwenye tatizo la kusahau, litamwachia. Lakini pia nitaomba focus itakurejea wewe ambaye umepoteza focus. Jiandae kwa dakika 1. Haya ni maombi ambayo yatashuka katika uweza na nguvu kwenye maisha yako, na utaondolewa hali ya kusahau, lakini pia utarudishiwa focus yako ambayo shetani amekuwa akicheza nayo kwa muda mrefu. Nataka tuende mbele za Bwana, niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninaomba kwa rehema na neema, nguvu zako ziendelee kudhihirika. Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako ambaye anapitia changamoto ya kusahau. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu ukombozi, katika jina la Yesu akakombolewe na roho chafu zilizomvamia na kuleta hali ya kusahau. Mungu aliye hai, asante kwa maana giza halitakuona tena kwa jina la Yesu. Giza la kusahau halitakuona tena, halitakusogelea tena katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Natangaza kufunguliwa kwako. Roho Bwana anakufungua wakati huu. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu. Ukarejee kwenye kumbukumbu kwa jina la Yesu. Ukarejee katika hali ya kwanza ya kukumbuka mambo yote ya muhimu, na ukarudi kwenye kusahau yasiyo ya maana katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya ukombozi unaoachilia kwa mama huyu, kwa ndugu huyu anayenisikia wakati huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, ninaomba kwa ajili ya focus kurejea. Mtoto wako huyu ambaye ananisikia wakati huu amepotezewa focus na adui, anawaza mambo mengine, anatafakari mengine, yuko kwenye mlengo mwingine. Ninatangaza kukombolewa kwako katika jina la Yesu. Ukombolewe leo katika jina la Yesu. Siku yako ya leo ikawe katika kuyatimiza yote
ukawe focused katika siku ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa kibali chako, sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa maana mtu mmoja aliyekuwa amesahau na ana tatizo la kusahau amefunguliwa kwa jina la Yesu. Asante kwa maana kila aliyenisikia amerejeshewa focus yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Focus ya maisha, focus ya maombi, timing. Mungu liye hai unaenda kuachilia nuru katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako, sifa na heshima ni vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako. Kama unaona ibada hii ni ya kwako kabisa, usiache kutoa sadaka. Unaona kabisa ya kwamba kama adui ameiba focus yako, unaona adui amekuwekea hali ya kusahau, halafu ulikuwa unaona kama ni kitu cha kawaida, kumbe ni kitu cha kipepo kwa ajili ya kukufanyia ucheleweshwaji, basi utashika sadaka yako, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba ya mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Utamwambia Mungu ya kwamba kuanzia leo sitaki kusahau tena. Kuanzia leo sitaibiwa focus yangu tena. Kuanzia leo sitaki kusahau tena. Kuanzia leo sitaibiwa focus yangu tena. Kupitia maombi haya utamshangaa sana Mungu, maisha yako yatabadilika, na ndipo utakapoona maendeleo, ndipo utakapoona kufanikiwa. Mungu wangu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.